Amos 5:1 inasema hivi: lisikieni neno hili ninalosema juu yenu, kama wimbo wa huzuni, nyumba ya Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Hii ni wakati mtumishi wa Mungu Amos alionyeshwa kama maono kwa wana wa Israeli. Na wakati Amos alionyeshwa hii maono, akakuja kuyatabiri kwa watu wa Israeli. Lakini inasema ilikuwa ni wimbo wa huzuni. Wakati mwingine nyimbo zinaweza kuja katika maisha yetu. Wakati mwingine maybe hata mimi na wewe kuna stage yenye uko wimbo fulani. Kuna wimbo ya furaha, kuna wimbo ya huzuni, kuna wimbo ya vigelegele, kuna wimbo ya machozi, kuna wimbo ambayo ingine unaimba tu kimoyo moyo. Maneno inanena kimoyo moyo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini huyu ni Amos ambaye alikuwa ametumwa, akaona maono na Mungu akamtuma kwa wana wa Israeli. Hii ni wakati wana wa Israeli walikuwa wameshupapa shingo zao. Mungu alikuwa hananena nao kwa sababu walikuwa kwa grace period fulani. Bwana asifiwe. Katika maisha ya Ukristo kuna grace period. Kuna period fulani Mungu anaweza kukuweka ndio aone kama kweli huyu mtu ni mtumishi wangu, ni mfuasi wangu, ama bado anakanyanga katika njia gani. Bwana Yesu asifiwe. Na alipokuja akasema niko na wimbo ya huzuni. Kwa sababu Mungu ambaye alimuonyesha maono alikuwa na huzuni, na yeye tena kama mtumishi wa Mungu ako na huzuni. Kwa nini? Kwa sababu wana wa Israeli ambao Mungu alikuwa amewaita taifa takatifu, ambao Mungu alikuwa ameiteua, ilikuwa imeanza kumwasi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati akakuja kwao, wakati huo unaweza angalia Israeli kama ilikuwa nchi, lakini wewe uko hapa bado unaweza kuwa Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kuwa uko kwa wimbo tofauti katika maisha yako, lakini wakati huo ilikuwa wimbo ya huzuni. Na akasema verse 2, Israeli bikira ameanguka. Na nikakuwa ninajiuliza, kwa nini Mungu alitumia hii word bikira? Bwana asifiwe. Kwa sababu katika society yetu na katika society zingine, ubikira ni kitu ambayo inachukuliwa kwa dhamana sana. Yaani ni kitu ambayo ni kitu ya dhamana ambayo Mungu aliona hii kitu ikitoka imetoka. Wakati huu vitu ziko kwa mtandao, lakini sijasikia mahali wanarudisha ubikira. Haleluya. Yaani kumaanisha ni kitu ya dhamana, hata ikiharibika hakuna technology, hakuna kitu yoyote ingeweza kurudisha hiyo kitu, kwa sababu Mungu alikuwa ameiweka hapa. Haleluya. Kama vile watoto wetu wadogo wako hapa, wako katika hiyo hali, wanailinda kwa saa hii. Na hii si haiko kwa wasichana tu, iko tu hata kwa vijana ambao wazazi wao wanawaambia kila siku hiyo kitu idumu, kwa sababu hiyo kitu iko na heshima fulani. Bwana asifiwe. Hii ubikira kuna mahali inaweka mtoto, kuna mahali inaweka mtu mahali fulani. Haleluya. Na Mungu akaangalia wana wa Israeli na akaona, hao watu mimi nimewateua, ni nchi ambayo nilidhamini na nikaiweka hapa. Leo niambie, mayai ikitoka kwa mkono wako ianguke, hiyo mayai hautakusanya tena, hutaita mayai tena. Wakati maziwa imemwagika hapa, itachanganyika na hii mchanga, hata ingie katika ardhi na mchanga ipotee. Wana wa Israeli Mungu alikuwa amewateua, lakini kwa sababu ya kutotubu na kiburi wakajiweka mahala ambapo Mungu hakuwa amewaweka. Na Mungu aliwachukua kama bikira. Wewe Mungu amekuchukua kama bikira, yaani kitu cha dhamana chenye hata kikiharibika ako na huzuni na kilio, kwa sababu anajua hii kitu ikiharibika hakuna vile itarejeshwa. Haleluya. Grace period ambayo Mungu anatupea, anatulilia, mwanangu rudi, mwanangu njoo, mwanangu acha kukua na roho ya kutaka kukua mgumu, wacha kushupapa shingo, rudi katika mahali ambapo nilikuweka. Bwana asifiwe. Inasema hivi verse 2, hawawezi kusimama tena, ameachwa juu ya nchi yake mwenyewe. Wakati uko Mkristo, kuna stronghold yako unakimbililia. Kuna stronghold yako unajua, hata nikiwa nimeshikwa na mambo mengi aje, kuna mahali nikienda nikiinama, kuna mahali ambapo ni picho yangu yaani shimo yangu nikienda, ninajua hata kama mambo ni mengi, nitainama na hii kitu itanipita na iende. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wakati umeshupapa shingo, ile mahali ilikuwa stronghold inageuka na inakuwa your weak point.
Bwana asifiwe. Mahali ulikuwa unakimbilia unapata vitu zako, mahali ulikuwa umesimama na kuendelea kusabu huyu Mungu, yani mahali hapo panageuka na kuwa ni mahali pako pa weakness. Yani ni mahali pako ambapo si mahali pale ulikuwa unapadhamani tena. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingine ungeweza kutoa hata mapepo na wakutii na waende, lakini wakati mwingine unayatoa na bado inakuangalia na inakuuliza tuende wapi, hatutoki. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu stronghold yako kuna vile adui aliingililia, na roho ya kutotubu na roho ya kutorepent inaingia katika maisha yako, inakutia kiburi, unapata huwezi tubu mbele ya Bwana. Wakati mwingine sana sana wale Wakristo wamekomaa. Mkristo akikomaa anakuwa na ukawaida ya kuwa hii ni kawaida tu. Ile maisha nimekaa kwa Ukristo, ninakosa, ninasamehewa, bado ninarudi. Lakini hii ukawaida inakomaa, inaendelea kukomaa na kuwa ya juu. Yani inaingia kitu ingine, inakuwa yani roho ya kutubu, roho ya kujirudia na roho ya kiburi inakuingia. Sasa kwa sababu wewe umekomaa kwa neno, unajua andiko, kuna mambo unajua katika neno, ukawaida unaingia. Bwana Yesu asifiwe. Wimbo ingine ya kwetu inaimbwa, Wakristo wa siku hizi wanajisamehe, wanaomba, wanatubu na wanajisamehe. Kwa sababu ya nini? Ukawaida imeingia. Sasa hata hawataki kujua kama Mungu amewasamehe, kama Mungu amewarejesha katika hema yake, kama Mungu amesikia maombi yao, haijalishi, bora ametubu na amejisamehe na bado safari inaendelea. Bwana Yesu asifiwe. Na hivi ndivyo Mose alikuwa ametumwa katika nchi ya Israeli. Kwa sababu kama kuna nchi Mungu alikuwa amependa ni Israeli. Kama kuna nchi ambayo Mungu amekuwa ameiweka mahala pa juu na alidhamini ni Israeli. Lakini kwa sababu ya kushupapa shingo zao na kwa sababu ya kujiweka mahala Mungu hapo amewaweka, Mungu akaamua kuharibu. Wakati mwingine grace period ikiisha, distraction inakuja. Bwana Yesu asifiwe. Wakati grace period imeendelea na Mungu anaendelea kunena na bado hakuna kitu mtu anafanya, wakati huo Mungu anaweza choka. Na sasa hata kama ni kwa kilio na huzuni kubwa, kwa sababu anakupenda wewe, umekuwa katika hema yake, unamfanyia kazi yake, umenua kingdom yake, wewe ni pila katika nyumba ya Bwana. Lakini kwa sababu grace period imeisha, Bwana anasema sasa ni wakati wa kuharibu. Bwana Yesu asifiwe. Grace period inakuja si hata kwa watu wazima, hata kwa watoto wadogo. Kwa sababu wengine Mungu anawachagua katika umri mdogo, anawakuisha ndio wasikue katika ile maisha wazazi wao walikuwa. Bwana Yesu asifiwe. Na akasema hakuna anayesimamisha tena, kwa sababu Mungu wao aliyekuwa kiongozi wao wamemuasi, na sasa hakuna mtu wa kuwasimamisha. Bwana Yesu asifiwe. Wale viongozi ambao walikuwa ndani yao kina Harun na Musa, wakati mwingine waliadhibiwa na Mungu. Kwa nini? Kwa sababu ya kuasi ya wana wa Israeli. Hata nilikaa nikasema Musa alikuwa na roho nzuri, kwa sababu hawa watu anapanishiwa kwa sababu ya makosa ya watu, kwa sababu wanamsukuma, hasira inakuwa mingi, anafanya vile Mungu hajamwambia. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingine tunaweza tenda mambo isikuja kwa maisha yetu, lakini inaweza kuja kwa viongozi ambao wametuongoza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ya kuasi kwa roho, wakati mwingine hasira inapanda, ile ilikuwa ambayo imesimama ndani yako inaanza kutoka tu moja moja. Hakuna kitu ya kukusimamisha. Ile ambayo ulikuwa unatumika na mahali ambapo ulikuwa umekaa kama mtumishi, mahali ambapo ulikuwa unaimba, ile matoleo ulikuwa unafanya na kile ulikuwa unafanya katika nyumba ya Bwana, zote zinaanza kutoweka moja moja. Sasa ikuwa stronghold, inakuwa your weak point. Mahali ambao ulikuwa unatoka mbio unakimbilia, panakuwa si pa kukimbilia tena. Verse 3. Kwa maana Bwana mwenye enzi kuu Yehova amesema hivi. Wakati mwingine Mungu anaweza nena kwa vitu tofauti. Mungu anaweza nena kwa vitu tofauti. Na wakati huo alinena kwa mtumishi wake Amosi na akasema, jiji lilokuwa likitoka nje likiwa na 1,000 litaachwa na 100. Sasa wana wa Israeli before waende vita, walikuwa wananena na Mungu wao. Watu ambao walikuwa wanaongoza ambao ni Harun na Musa walikuwa wanaongea na Mungu wao. Mungu, tuende vita? Hapana, msiende vita. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati walikuwa wanaenda vita, Mungu alikuwa anatia adui mikononi mwao na wanashinda. Haleluya.
Lakini kitu ambayo ilinishangaza ni inasema hiyo verse 3. Inasema jiji liliokuwa likitoka nje likiwa na 1,000 litarudi na 100. Hawa 900 wameenda wapi? Haleluya. Hawa 900 wametiwa katika mikono ya maadui, wameuliwa. Na kwa sababu Mungu anataka kuonyesha uliniasi, anawamaliza 900, 100 wanarudi kama ushuhuda. Bwana Yesu asifiwe. Nchi ambayo Mungu alikuwa ameiweka inaenda inashinda vita, wakienda wote wanarudi wote. Hata wakati mwingine hata hawapigani na hizi silaha, Mungu mwenyewe anapigana vita zao, wao wanarudi hata bila kupigana. Maisha ya Kristo kuna kujirudia. Maisha ya Mkristo kuna kujiita kama mkutano. Maisha ya Mkristo kuna kujiita ujiulize, je, ninatembea aje? Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingine uonevu ya dunia ndio upumbavu ya Mkristo. Kwa sababu vile ambavyo anatembea, vile ambavyo anaenda, kuna choice anafaa make. Mtu mwingine alisema Ukristo ni kama kadi. Kwa sababu wakati ameokoka, kuna vitu ambazo alikuwa anafanya. Na si kumaanisha tete umeokoka lezo vitu zitatoweka, zitakuwa. But it is your choice. Niifanye hii ama nisifanye hii. Ukristo iko na choice. Kuna ile kujirudia na kujiita mkutano. Wakati mwingine tulipewa msaidizi ambaye ni Roho Mtakatifu atakuongelesha. Wakati mwingine hata utaambiwa na wachungaji. Viongozi hawatasema. Lakini katika moyo wako kuna ile kujirudia na ujiulize, je, ninatembea katika mapenzi ya Bwana? Kwa sababu wakati grace period imeisha, wapendwa, distraction inakuja na kivumbi. Distraction inakuja, haiangalii ulikuwa unatumika wapi. Haiangalii ulikuwa unaomba mpaka mapepo yanatoweka. Haiangalii ulikuwa unasimama mapepo yanatii. Lakini wakati Mungu ameona kutotubu na kuasi imeingia kwa roho yako, distraction inakuja. Swali ni, hii distraction ikikuja itakupata wapi? Mimi kama Elizabeth itanipata wapi? Nimejijengea mahali pangu ambapo mimi nitakimbia nijifiche. Daudi alikimbia Hadulam akajificha. Katika pango ya Hadulam aliona hawa maadui sitawaweza. Na kwa sababu alijua Mungu wake alikuwa ambaye anamwabudu, akasema Mungu hivi vita sitaipigana hapa saa hii. Wacha nikimbie Hadulam. Mahali petu pa kujificha pako wazi. Kwa sababu wakati mwingine tunaenda vita, tunarudi mikono mitupu wakati tumeteremsha vichwa, na wakati mwingine mikono tumeweka chini. Kwa sababu ya kuasi Mungu. Ukawaida imeingia ndani ya maisha ya Wakristo. Wakati mwingine inaonekana tu ni kawaida. Lakini si kawaida wapendwa. Kwa sababu shetani hachukui vitu kawaida. Ule shetani aliharibu wazazi wangu, hachukui vitu kawaida saa haina mimi. Bwana Yesu asifiwe. Vitu hazitakuwa kawaida, na wakati utafanya vitu kawaida, naye shetani atachukulia tu kikawaida. Bwana Yesu asifiwe. Mambo imebadilika. Ulimwengu umebadilika. Shetani ameamua kumaliza wale ambao wanasimama na jina la Yesu. Ikiwa tu unataja jina la Bwana, hujua unatembea, lakini hapa nyuma vitu ambazo zinakufuata ni mingi. Lakini huwezi kushinda peke yako. Kuna Mungu ambaye anaweza kukushindia ukiwa ndani yake, si ukiwa nje yake. Ukiwa ndani yake. Haleluya. Sijui kama uoga inashika watu wengine. Mnaona vile Mungu ametarget sana watoto wetu. Nikajiuliza, je, mimi nitiwe kisa ya shule, nitaichukua aje? Nitakuwa ward gani? Utakuwa ward gani? Bwana Yesu asifiwe. Wakati vitu zitabadilika na wito wa mahali fulani, kisa fulani imefanyika na ni mpendwa wako, utafanya nini? Ile ngome yako imara ambayo ulijenga, mnara imara imesimama, bado itasimama kwa wakati huo. Kwa sababu si kawaida. Inahitaji mtu ambaye si wa kawaida asimame kwa wakati huo. Wana wa Israeli walishupapa shingo zao. Wakasahau Mungu alikowatoa. Kwa Farao Mungu akawapigania vita mpaka akawaleta. Wakasahau jangwani walikuwa wanalishwa na mana. Wakasahau jangwani walikuwa usiku wanamulikiwa. Wakasahau jangwani nguo walitembea nazo for 40 days na hazikuraruka. Kuna kusahau.
kuna kusahau, kuna kulala usingizi wa kusahau. Amos akasema mtakuwa mkienda vitani mkiwa 1,000 lakini mtakuwa mnarudi 100. 900 wameharibu. Aibu imeingia. Mafarisayo watauliza, je, hawa si ni watu ambao Mungu alikuwa wanapigania? Ni nini imeyape? Kwani viongozi wao hawako tena? Bwana Yesu asifiwe. Kwani ile strategy walikuwa wanatumia wameanza kutumia ingine? Kutotubu kwa grace period. Mia moja litaachwa na 10 kwa nyumba ya Israeli. Itatoka sasa 100 ikuje 10. Hii kitu ilikuwa inaenda ni kama fungu la 10. Si 1000 wanakuja 100. Sasa 100 wamekuja 10. Sasa itakuja 1. Kama vile watu walikuwa wanaharibu wakati wa Job, wanakuja mimi tu ndio nimebaki. Mimi tu ndio nimeleta ujumbe. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingine vita inaweza kuwa ulikuwa umezoea kushinda. Lakini wakati mwingine kutotubu na kuchupapa shingo, wakati mwingine kukaa sana katika hii Ukristo inakufanya unakuwa unazoea. Ukawaida unaingia unaona haya, ni kawaida tu. Nitatubu kesho Mungu atanisamehe. Grace period. Bwana Yesu asifiwe. Na kuna basi ilinifurahisha sana verse 4. Na hiyo is the key word of today. Inasema, kwa maana Yehova amesema hivi, nyumba ya Israeli, nitafuteni mimi muendelee kuishi. Haleluya. Hujasikia hii? Nitafuteni mimi muendelee kuishi. Haleluya. Kumaanisha kile kitu ambao unafanya ama kile kitu ambao unanunua iko na manual. Safaricom iko na term and condition. Contract iko na term and condition. Hata Biblia iko na terms and condition na ni simple and very clear to the point. Inasema nini? Nitafuteni ndi mimi ndio muendelee kuishi. Kumaanisha ukimtafuta Bwana utaendelea kuishi. Yeye ndio uzima, yeye ndio maisha yetu, yeye ndio ngome yetu, yeye ndio Mungu wetu wa kuturejesha. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu anaweza. Ni kumaanisha mtafute na yeye atakupigania zile vita ambazo zimekushinda. Uzima wa milele, maisha ya milele, uzima wa milele, yeye ndiye anaishi. Endelee kunitafuta na mimi mtaishi, 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 mtaishi maisha ya uzima. Mimi ndio maji ya kweli, mimi ndio uzima, mimi ndio uhai, mimi ndio afya, mimi ndio ngome imara, mimi ndio uweza wa yote, mimi ndio yote zaidi ya yote. Yeye anasema hajashindwa. Mtafute tu utaishi, mtafute tu utaishi, mtafute tu utaishi. Tafuta Mungu, wewe mtoto uko hapo utaishi.